Bwana asifiwe mtu wa Mungu. Jioni ya leo ningelipenda kukueleza ama kunena nawe kuhusu jambo moja ambalo limekuwa likizuilia watu wengi kukaa katika viwango vya juu ambavyo Bwana amewaitia. Mungu wetu ni Mungu wa kusonga, ni Mungu wa kupandisha, lakini watu wengi wamekosa kupanda kwa sababu ya kutaka kushikilia mitindo ya kitambo na kutaka kukatalia hali ya kitambo. Ukiangalia wana wa Israeli wanatolewa katika nchi ya utumwa ya Misri na walikuwa wamekaa kule wakiwa watumwa. Na Mungu anawaahidi, anawaambia kwamba anawapeleka katika nchi ya ahadi ya Kanani ambapo hawatakuwa watumwa tena, bali watakuwa wao ndio wafalme na wao ndio matajiri na wakujitawala. Lakini wanapokuwa katika jangwa, Mungu anagundua ya kwamba watu hawa mawazo yao, mitindo yao imekataa kutoka kule Misri, na wanataka kufanya mambo kama walivyokuwa wakiyatenda Misri. Jambo hilo linamkasarisha Mungu na anaamua kuwamaliza na kuwaua katika jangwa. Na sisi pia kuna watu ambao tunaomba ya kwamba tumekuwa na kukwama katika maisha, tunafikiria ya kwamba kuna wachawi wanatusumbua, kuna madhabahu, kuna waganga wanao tuzuilia kusonga katika hatua nyingine, lakini ukweli ni kwamba ni sisi tumekataa kuacha mitindo ya kitambo tuingie na kufanya mambo kulingana na mitindo ya mahali ambapo Mungu ametuweka. Tunakatalia desturi za zamani, tunakatalia jinsi ya kuona mambo kwa zamani, mawazo, fikra za kitambo na hata sheria za kitambo zinatuzuilia kufurahia hatua mpya hii ambayo Mungu ametuleta. Ningependa kukuambia ya kwamba hakuna neema mpya ambayo mtu anaweza kuingia na mitindo ya zamani. Neema mpya inahitaji mitindo mpya, that is system. Na viwango vipya vinahitaji pia mitindo mipya. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba Bwana akusaidie, mawazo yako yafunguke, uweze kukubali na kukumbatia mitindo mpya jinsi unavyokumbatia viwango vipya. Maana funguo za kitambo haziwezi zikafungua milango mpya. Milango mpya inahitaji funguo mpya. Bwana akubariki, Bwana akutende mambo mema anapouisha na kufanya upya mawazo yako ili uwe na mtindo mpya. Shalom, shalom.